Labda ushawahi kukutana na jumbe mbalimbali ambazo zinatumwa kwenye nambari yako ya simu, hukuambia labda tuma kwenye namba hii. Ama mimi ni mwenye nyumba, basi lile deni tumalizane hapa. Hao ni matapeli wa mtandao, lakini zipo njia nyingi zaidi ambazo hutumia hata kwenye mitandao ya kijamii kufanya namna hiyo. Mara bonyeza linki hii kwa ajili ya kupata zawadi na nyingine nyingi. Sasa huko Myanmar, sheria mpya imewekwa. Ukitapeli mtandaoni unanyongwa. Ni hatari. Sasa bunge la Myanmar limewasilisha mswada mpya unaopendekeza adhabu ya kifo kwa watu wanaohusika na ulaghai wa mtandaoni. Hatua ambayo inalenga kukabiliana na ongezeko la matukio ya uhalifu wa mtandao ambayo yamekuwa yakisambaa kwa kasi katika nchi hiyo. Mswada huo unaojulikana kama Anti-Online Scam Bill unaweka masharti makali dhidi ya wale wanaoendesha au kushiriki katika shughuli za ulaghai mtandaoni. Unapendekeza adhabu ya kifungo cha maisha jela kwa watu wanaoendesha au kuhusika na ulaghai wa sarafu za kidijitali, yani cryptocurrency scams. Kwa mujibu wa mswada huo, adhabu ya kifo inaweza kutolewa kwa makosa yanayohusisha unyanyasaji, mateso, kukamatwa kinyume cha sheria au vitendo vya ukatili vinavyolenga kumlazimisha mtu kushiriki katika ulaghai wa mtandaoni. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, vinaeleza kuwa matukio ya ulaghai mtandaoni yamekithiri nchini Myanmar, hasa kutokana na hali ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea. Hali ambayo imeifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha mitandao ya uhalifu wa kifedha, huku waathiriwa wengi kutoka mataifa mbalimbali wakiripoti kudanganywa, kusafirishwa kwa njia haramu na kuteswa ndani ya kambi hizo za ulaghai. Hata hivyo, serikali ya Myanmar inatarajiwa kujadili mswada huo zaidi katika vikao vijavyo vya bunge, huku hatua hiyo ikionekana kama jaribio la kupambana na uhalifu wa kimtandao na pia kuboresha ushirikiano na mataifa mengine katika kudhibiti mtandao wa ulaghai unaoathiri watu duniani kote. Sasa huku wamelenga zaidi katika cryptocurrency, lakini sisi huku huenda yangelenga mambo mengi zaidi ya utapeli wa mtandaoni. Je, unatamani mswada kama huu ufike nchini kwako? Hebu shiriki nasi kwenye comment hapo.